Sasa hapa tunaweza tukamweka hapa Shams, Zuhura, Utarid, Qamar ya. Alafu nakuja Zohal, alafu nakuja Mushtara, alafu nakuja Mirikh. Sawa mashekhe? Kwa hiyo kuna mpangilio mwingine huu. Kuna mpangilio mwingine huu hapa wa kuanzia kwa Shamsi. Sawa? Hiki ni kitu kingine cha ziada na kuongezeni. Kwa ukikuta wamepanga Zohali hivi na ukikuta wamekupangia Shamsi hivi, zote sahihi, ila tu wanakuwa na maana tofauti, lakini msingi wao bado ni ule ule. Hawa watu wawili walivyopanga hapa, msingi wao ni ule ule, ni msingi wa nyota. Kwa maana ya nini? Kwa maana ya hizi tabia: moto, udongo, upepo, maji. Yaani haya yote inayoeleza, ukiona huu ukubwa wote wa haya maelezo na watu ni kwenye huu maandishi bunne huu. Ndio haya maelezo yote yako hapa. Kwa usifikiri kwamba eti niko nasema kwamba eti nyota ukajua kwamba ni tuko hapo. Sasa huu mpangilio wa Zohali hapa maana yake ni mpangilio wa kianga. Ule juu zilivyo angani hizi nyota. Kwamba kwa maana kwamba ni juu. Hapa tunakuwa tunazungumzia juu. Lakini ukiona hapa kwenye Shamsi maana yake hapa tunakuwa tunazungumzia chini. Maana yake tunakuwa tunazungumzia, sijui nikisema huu ulimwengu wetu nitakuwa nimepatia. Yaani tunakuwa tunazungumzia hii sayari ambayo tunayoishi sisi hapa chini ardhini. Mfumo wake unavyopangwa unaanza hapa. Kwa nini? Ndio mfumo wa masaa huu. Sawa? Kwa lugha nyingine kuna mpangilio huu wa mfumo wa nini? Wa masaa. Wa hapa chini hapa. Ambao ndio upo karibu na sisi zaidi kuliko ni mpangilio wa kwanza. Lakini haimaanishi kwamba huu mpangilio wa Zohali kwanza kwa Zohali kwamba kwa sababu huko mbali zaidi na sisi kwamba ukiutumia ndio mambo hayajibu. Mambo yanakwenda tu ni vile wote utakavyojua kulitengeneza jambo. Kwa rehema za Mungu. Sawa? Nakwenda. Lakini huu wa Shamsi maana yake kwamba tunasema ni hapa chini hapa. Si kuna ule mfumo wanasema wale watu wa mambo ya dua kwamba katika wale malaika kuna wale malaika 7 wa juu na 7 wa chini, ambao wale wa chini ni watumishi wa wale wa juu. Sawa? Sasa unapotumia njia ya wale wa juu, maana yake ni kwamba wale hawafanyi chochote. Wale kazi yao ukiwapa wale kazi na wakaikubali, wao wanakasimisha madaraka au wanatoa amri kwa wale wa chini ambao ni wasaidizi wao, wale wakina Madhhab, Burqan, Shamhurush, Zawbi'a, Maimun. Sawa? Wanamwambia tu sasa, wewe Maimuna, haya kuna jambo hili, hebu nenda kafanye. Lakini wale hawafanyi katu. Hawafanyi katu. Hawafanyi. Ukubali ndio hivyo hivyo na ukatae ndio hivyo hivyo, vyovyote utakavyoona wewe ndio hivyo hivyo, lakini hawafanyi. Bali wao watatoa tu amri. Bwana Zaubia bwana, huyu jamaa huku ndio yake imechelewa bwana, hebu kaiharakishe. Sawa? Hivyo ndio mambo yalivyo. Sasa ukija kuwatumia wale wa chini ambao ni wakina Zaubia, wakina Maimuna. Sawa? Wale ndio moja kwa moja. Wale ni moja kwa moja wanafanya wao. Pamoja ya kwamba na wao pia wana wasaidizi wao. Maimuna na yeye pamoja kwamba ni wa chini, ni mtumishi wa wale wa juu, lakini na yeye pia chini yake kuna wasaidizi wake wapo.
Sawa Kwa hiyo ndicho nilichokuwa nakupeni mfano. Kwa hiyo mfano huu wa wale malaika wa juu na wa chini ndio kama mfano wa hizi kaukabu kuzipanga, kuzibebesha kwenye hizi herufi. Sawa Kwa kuna mfumo wa kupanga kwa mfumo wa kianga, lakini kuna mfumo wa kupanga katika huu mfumo wa nini? Wa hii dunia yetu tunayoishi nayo hapa chini. Sawa Kwa maana mfumo wa kimasaa 24. Basi hicho ndicho nilichokuwa nimekusudia kukuelezeni. Sasa tunaendelea. Anasema ngoja hapa tuondoke kidogo. Hapa tunaondoka hapa. Hapa tunaondoka, nafikiri mtakuwa mmenielewa. Hapa tunaondoka, nafikiri mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo hapa tunaendelea. Tunachoendelea nacho hapa, anaendelea anasema ukurasa wa 25 huo, kwa hiyo ni kitabu cha namba. Anasema uhusiano wa sayari na tabia zake. Uhusiano wa sayari na tabia zake. Anasema kila sayari ina tabia: joto, baridi, unyevunyevu, ukavu. Hili neno joto, ukavu, unyevunyevu, ubaridi. Hivi vitu vinne hivi ndiyo tabia. Ndio kuna yale maneno unaweza kukuta anasema al-anasir wat-tabai, anasir al-huruf wat-tabai, yani hivi anasir halafu nakuta tabai, nakuta kitu kinaitwa at-tabai. Sasa basi haya maneno huwa yana mgongano sana katika uelewa. Haya maneno mawili lakini vitu viwili tofauti. Kuna kimoja kinazungumzia ndani na kuna kimoja kinazungumzia nje. Anaposema anasir, sawa, anaposema anasir ana maana, ndo anakuwa ana maana ya nini? Ndo anakuwa ana maana ya tufanye hivi tu, ndo anakuwa na maana ya hivi hapa, kwamba joto, ukavu, unyevunyevu, ubaridi. Hizi ndo anasir, yani tabia. Hizi ndo tabia hizi. Anasir ndo tabia, ndo tabia, sawa. Na anaposema at-tabai, sawa, anaposema at-tabai huwa hana maana ya tabia, japo huwa tunatafsiri kwa maana kwamba tabia ni lugha tu ya kukurudisha uelewa, lakini huwa sio tafsiri yake. Hili neno at-tabai huwa lina maana ya asili, ambazo ni nini? Ndiyo hapo tunapata asili. Hapo kwenye tabai tunapata moto, upepo, maji, udongo, sawa. Hapa kwenye at-tabai ndio tunapata nini? Moto, upepo, maji, udongo. Kwa hiyo ukisema tabia nne kwamba moto, upepo, udongo, ina maana bado unakuwa umerudi hapa, lakini bado unakuwa hapo hujapata tafsiri. Nataka tuseme asili nne, ambazo asili ya kwanza moto, upepo, maji, udongo. Kwa hiyo huwa tunatumia neno tabia, huwa tunahamisha tu kwa kutaka kuvuta, yaani kuzikurubisha
akili zetu na fikra zetu kuweza kuelewa kinachozungumziwa ni kitu gani. Na ni makosa tunayafanya wengi sana, hata mimi pia huwa nafanya hivyo vitu, lakini nikifanya hivyo na nikisema hivyo, lakini nakuwa najua kwamba hapa hichi ni kitu fulani. Kwa hiyo muhimu, inawezekana mtu akakisema kwa kujua au pia kwa kuto kujua. Kitu sina pande mbili bwana. Kwa hiyo ni hivyo. Sasa tuje tutaona huu tofauti hapa kati ya al-anasir na at-tabai. Sasa ndio wanasema hivi, kila sayari ina tabia joto, sijui umeona vizuri joto na baridi na unyevunyevu na ukavu. Sawa Kila sayari, yani kila kaukabu ina hivyo vitu. Sawa Na element kwa maana asili. Sawa Kwa maana asili ni nini? Ndio hizo hapo. Ndio kama nilivyoandika hapa. Ndio maji, moto, hewa, ardhi kwa maana ya udongo. Sawa Sasa tutakuja kuona. Anasema kaukabu ya mwezi. Kaukabu ya mwezi. Sawa? Hii kaukabu ya mwezi tabia yake ni ipi? Tabia ya kaukabu ya mwezi, tabia yake ambayo anasiri yake ni ipi? Sawa? Anapana maana kwamba hii kaukabu ya mwezi ina tabia ya baridi. Sawa? Jumlisha nini? Jumlisha unyevunyevu. Jumlisha unyevunyevu. Wengine wanapenda kusema unyevunyevu kwamba jumlisha umande. Umande ule wa asubuhi kwa wale watu wanaokwenda mashambani. Asubuhi mapema ukipita kwenye majani wakati unatembea unakwenda maporini huko, kuna yale maji yanakuwa yapo kwenye nini? Kwenye yale majani yale. Unajikuta kama suruali nini unakuwa unaroa. Sawa? Hali ya kuwa mvua hakuna. Ule ndio nini? Ndio umande. Sawa, wengine huwa wanapenda kusema huu unyevunyevu kwa maana nini? Umande. Sawa Tuachane na hivyo. Lakini kimsingi kwamba kaukabu ya mwezi tabia yake ni baridi na unyevunyevu. Yaani hii kaukabu ya mwezi ina tabia ya ubaridi, lakini pia ina tabia nini? Ya unyevunyevu. Sasa ukivijumlisha hivi vitu viwili ndio unapata nini? Unapata asili. Unapata nini? Asili. Kwamba unapata asili gani? Baridi jumlisha unyevunyevu, unapata asili ya nini? Ya maji. Sawa Unapata asili ya nini? Ya maji. Kwa hiyo tunakuwa tumefahamu kwamba kaukabu ya mwezi ina tabia ya ubaridi na unyevunyevu, alafu ina asili ya maji. Sawa Basi kwa mfano huu iwe inatosha, kitabu mnacho mpaka chini hapo, kwamba utakuwa umeshanielewa kwamba hata kwa mirihi ni joto jumlisha ukavu unapata moto. Kwa hiyo hili neno moto hili ni muunganiko wa vitu vingapi? Wa vitu viwili vilivyoko humu ndani. Sijui vizuri. Ni muunganiko wa vitu viwili vilivyoko ndani. Kwa ukisema maji manake ni muunganiko wa vitu vingapi? Vitu viwili, ni muunganiko wa baridi na unyevunyevu. Na ukisema moto ni muunganiko wa vitu vingapi? Viwili, joto na ukavu. Sawa Fikiri hapo mtakuwa mmenielewa. Sasa anaendelea kusema hivi, faida ya jedwali hili ni nini? Ambalo hili tumetolea mfano hapa. Sasa faida yake wanazuoni walilitumia ili kujua kwa nini haja fulani inachelewa. Sawa Na kuchagua herufi au jina linalofaa. Sawa Na kujua wakati muafaka wa kufanya jambo. Sawa Na kusaidia katika tafakuri ya kina ya kiroho. Alafu hili neno tafakuri ya kina ya kiroho niliweke wazi kidogo mlielewe. Kuna kitu kimoja kinaitwa yoga. Yoga mnakifahamu? Yoga mnaifahamu? Kama hiyo itakuwa haieleweki,
kuna kitu kimoja kinaitwa kwa lugha nyingine meditation. Mimi sio mtaalamu sana Kiingereza, mtanisamehe, lakini kuna kitu kinaitwa meditation kwa lugha ya Kiingereza. Kwa lugha ya Kiarabu kuna kitu kinaitwa taqa. Taqa, sawa? Ndio hii tafakuri ya kiroho. Hii meditation mnaielewa. Kuna mtu mmoja nimsikiaga na akizungumzia akigusia, lakini ni kitu kikubwa, wenye kukiweza ni wachache kabisa. Hii taqa, yaani meditation ni kuleta nguvu, na sana sana hii wanapenda kuifanya Wachina, wa Korea. Silaha yao kubwa sana. Kama wewe ni mfuatiliaji wa movie, tazameni mashehe, naleta tu kutaka mnielewe. Kama wewe ni mfuatiliaji wa movie za Kikorea ama za Kichina, zile za ngumi zile za kina Bruce Lee, za kina Jackie Chan, utaona hichi kitu taqa huwa wanakifanya sana. Kwa hiyo ndio sasa hii meditation ama hii taqa ama hii yoga, yani huwa na yenyewe ina mida yake mizuri ya kufanya. Kwa hiyo huwa inarudi kwenye hizi kaukabu 7. Yaani hii taqa sijui nielezeeje ili mnielewe. Yaani ni njia ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kuleta nguvu ya kiroho, yaani kuleta nguvu ya ziada kwa maana nyingine, sawa? Yaani ni njia ama ni elimu huwa inatumika kuleta nguvu ya ziada ya nje ya ile nguvu ambayo wewe ulio nayo, ama ya nje ya ile nguvu ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuumba nayo, sawa? Na ina taratibu zake. Mfano mtu anaweza akakaa Kiarabu. Nilisema kukaa Kiarabu simeeleweka. Yaani unakaa kwa makalio yote mawili, sawa? Halafu miguu unaipishanisha, sawa? Halafu inawezekana ukakaa hivi, ukawa hivi, umekaa hivi. Kuna taratibu zake, natoa tu mfano. Ukakaa hivi kabisa. Kama ni muda wa saa moja, kama ni masaa mawili, ndio maana nikawapa mfano wa picha za Kikorea na za Kijapan na za Kichina. Sawa, hivi vitu wanavifanya sana katika movie zao. Kwa hiyo pale huwa kwa maana kwamba kuihamisha roho na nafsi yako katika ulimwengu huu ulionao kwenda katika ulimwengu mwingine kwa utaratibu maalum. Sio unaona vizuri? Sasa wakati upo hivi, kama unakuwa unafikiria kitu fulani, lakini wakati umekaa hivi, hapa kuna mambo unakuwa unaendelea kuyafanya hapa. Kwa hiyo ndani ya huu utaratibu ninakwambieni, humu kuna mambo mengine makubwa sana. Tiba iko humu. Nguvu ya ziada ya kirohani pia inapatikana humu. Kwa hiyo kwa wale watu wa ngumi wale, manake wale huwa wanatafuta power ya ziada kuongeza nguvu katika mifumo yao ya kikarate, kupata mfumo wa ziada. Ndio maana unaona sijui ni Bruce Lee, sijui Jackie Chan alikuwa anapiga ngumi, afa akipiga ngumi unasikia ile nyau. Wale wasema mchawi wengine, wanasema madawa wengine. Sasa sitaki kuwahamisheni kwamba alikuwa anafanya sana hizi taqa. Lakini nilikuwa tu najaribu kuonyesheni kwamba yani kuna mambo ya ajabu. Sawa? Kuna mambo ya ajabu. Kwa hiyo humo kuna taratibu zake, kuna swala la nabii, kuna Qur'ani inapita humo na kadhalika. Kwa hiyo pahala unapokuta kuna neno nimeliandika kwamba tafakuri ya kina ya kiroho, ujue na kuwa ninalenga kwamba meditation, na kuwa nimelenga kwamba taqa. Nafikiri nimejaribu kuielezea kwamba ni kitu gani. Na kuna wengine kwa mfano kwenye maradhi, kwa mfano unaweza ukakaa au ukafumba tu macho. Ukakaa ukafumba macho. Sasa wakati umefumba macho
ukaanza kuweka mikono yako miwili hapo kwenye, ukaweka mikono yako hii miwili hii pap, halafu ukaiweka hapa kwenye macho yako hapa, ukasoma dua ukasoma sura miongoni mwa sura za Qur'ani zinazotakiwa, lakini sio ile mdadi kusoma. Ukasoma, ukimaliza unajipaka kama mafuta mwili mzima, ndio inakuwa al-Fatiha yako hiyo. Na nikisema al-Fatiha simzungumzii mzee wa al-Fatiha, sawa unakuwa ndo al-Fatiha yako kwenye hicho kikao chako. Kwa hiyo ukimaliza hapo sasa, unakuja unaweka mkono wako wa kulia hapa pap. Kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, unaweka mkono wako hapo hapo. Nikisema hapo hapo, si unanielewa? Utakuwa ushanielewa. Unaweka pap mkono wako, kuna visomo hapo. Ukitoka, yani kimsingi unatembea ile milango yote 7. Sawa? Unatembea ile milango yote 7 ya mwanadamu. Si Mungu anasema katika Qur'an, anasema wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kwa hakika sisi huwa tunasema tafsiri yetu ya kimawaidha, lakini tuwaga tunasema kwamba misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Si ndio tunasema kwamba misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Haipaswi ndani ya misikiti kuabudiwa Mungu asiyokuwa Mwenyezi Mungu. Si ndio tunasemaga hivyo Sasa mtasamehe. Sasa sijui Mungu alishuka lini kutoka huko aliko akaja kujenga msikiti. Sasa tuachane na hizo habari. Lakini lengo la ile aya, tafsiri pale mimi ninayoiamini mimi, sikulazimishi wewe uiamini, ila tafsiri ninayoiamini mimi, wa annal masajida lillah